Kukisha kuaga na kigezo cha family friend, yani hata kama kuna mtu yote utakuwa umempenda kwenye familia, kuna kagumu fulani hivi, kwa sababu kuna familia zingine zinakuaga ni zinapokuwa na ukaribu hasa wa kirafiki wanachukuliaga ni kama ndugu. Sasa hii inakuja na athiri watoto. Sasa hapa bwana tumemwona Eden anamuelewa kinoma noma mwamba Andrew. Anamuelewa sana Andrew, na ikawa imetokea sasa akawa amempigia simu kumuuliza yuko wapi, na Andrew akamwambia yupo nyumbani. Sasa binti akawa amebeba waini ambayo kidogo ilikuwa na kilevi, na baada ya kushtua 2-3 nini, sasa binti akaanza kujiwekea mazingira ya kupata ama kupelekwa moto na huyo kijana Andrew. Lakini Andrew baadaye ni kama alistopisha kile ambacho kilikuwa kinaanza kutokea kwa kusema kwamba hapana, huko tunakotaka kuelekea sio, kwa sababu sisi ni kama ndugu. Binti anamuelewa sana, na binti yani Eden akasema kwamba kwa hasira nilielekea chumbani kwake na kujitupa kitandani. Nitamani kujiridhisha mwenyewe, lakini kwa bahati mbaya sina uzoefu juu ya hilo swala. Nilala kidogo pale kitandani, lakini hatimaye usingizi ulinichukua. Kwa hiyo ni yapi sasa atakayoendelea pande zote mbili kati ya Andrew pamoja na Eden? Msikilizaji, karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Unspoken Story iliyoandaliwa na dada yetu Chuchu na inaenda kusimuliwa nami Lucas Lumbasi. Sasa tulimalizia upande wa Eden, na hapa sehemu ya pili tuanze kumtazama huyu Andrew. Andrew anaanza kutuambia kwamba ni muujiza tu niliweza kuisikia alamu ya simu yangu. Kwa jinsi nilivyokuwa nimelewa na kuchoka jana, sikutegemea hili kabisa. Nilikurupuka kutoka chini ambapo nijikuta nimelala badala ya kwenye sofa. Kichwa kilikuwa kikiniuma sana, lakini ninajua lazima tu nifike kazini. Hivyo nilijikaza na kuanza kukusanya vyombo pale mezani na kuvipeleka jikoni. Niliviweka vyote kwenye sink, kisha nikaweka kahawa kali sana jikoni. Niliacha ikichemka, kisha nikaenda chumbani ambapo nilimkuta Eden amelala kama mtoto. Matukio ya jana yalianza kujirudia akilini kwangu. Nikajikuta sasa nikitamani kumuona kama anaweza kufanya maamuzi kama yale akiwa hajalewa. Labda kama akiwa hajalewa. Mimi sisemi kwamba eti kitu kinaweza kutokea, lakini labda. Kila nikifunga macho na kumbuka ngozi yake ilivyokuwa laini na jinsi midomo yake ilivyoteleza kwenye ulimi wangu. Sauti yake. Oh my God. Nilijifungulia maji baridi makusudi ili kuondoa hayo mawazo. Na maji yalikuwa baridi kweli kweli. Ukijumlisha na ule baridi wa asubuhi, nilihisi kama vile ninaweza kuganda ise. Hadi namaliza kuoga, asilimia kubwa ya pombe ilikuwa imeshakata. Nikiwa kule bafuni, nijifuta na kuvaa bukta pamoja na vesti, kisha nikatoka kwa ajili ya kwenda kumwamsha Eden. Mwanzoni alinisumbua, lakini hatimaye aliamka. Nenda kuoga maji ya baridi na kuwekea taulo na t-shirt hapo vae ukitoka, alafu tupate kifungua kinywa. Nilimwambia, lakini sidhani kama amesikia maneno yangu kwa sababu alishabamiza mlango. Nilimwekea taulo pamoja na bukta na t-shirt yangu. Baada ya kula, anaweza kurudi kuvaa kile kipande cha ngozi alichokuwa amevaa jana. Nilielekea jikoni na kukaanga mayai. Kisha nikapasha mikate na sausage 4. Niligawanyisha vyote kwenye sahani 2, kisha sasa nikaweka kwenye meza ya kulia chakula. Wakati nikiweka vile vitu mezani, Eden alitoka chumbani akiwa amevaa t-shirt niliyompatia. T-shirt yangu ilikuwa ni ndefu na kubwa, inafika katikati ya mapaja yake, lakini naona ameamua tu kutokuvaa bukta niliyompatia. Alikaa pale mezani kama vile mtu mwenye hasira. Nilimsogezea kikombe cha kahawa na akanishukuru. Tulikunywa chai katika ukimya wa ajabu. Tulipomaliza kula, nilienda jikoni na kuanza kuosha vyombo. Alikuja kunisaidia kuvifuta na kuvipanga. Andrew, naomba unisamehe, lakini mimi sio mwongeaji sana asubuhi. Hilo inaonekana kabisa, hakuna shida. Cha msingi umeshakula na una nguvu ya kuendelea na siku yako. Nilimwambia hivyo, akapokea sahani na kuanza kuifuta. Pia naomba unisamehe tabia yangu ya jana. Naona tu tulikunywa sana. Aliniambia kusasa macho yake akiwa kwenye sahani. Nijikuta nikishusha pumzi na kujipongeza kwa kutokumsikiliza jana usiku. Hakuna shida. Cha msingi hakuna lililotokea. Kwa hiyo na mimi naomba tu unisamehe kama kuna namna yote ile nilikuvunjia heshima. No, hapana.
umekuwa kaka mwema kwangu, siwezi kusema kwamba tulinivunjia heshima. Kwa hiyo asante sana. Basi sawa, nenda basi ukaanze kujiandaa, mimi nitamalizia hivi vyombo. Nilimwambia hivyo. Eden alinitazama na kusogea, kisha akanibusu kwenye shavu, huku sasa akihakikisha kifua chake kinagusana na cha kwangu. Kisha akaondoka na kwenda chumbani. Nibaki nikijisemea kwamba Mungu wangu, inabidi hapa sasa nioge tena kama nataka mawazo yangu yatulie nikiwa kazini. Of course msikilizaji, naweza kusema sisi sio ndugu, lakini sasa ule ukaribu uliopo kati ya familia kwangu na Eden, I say kwa haraka tu nizo kusema ni ndugu, japo sio ndugu sana bwana. So baada ya kumalizia vile vyombo, nilimkuta Eden amekaa sebleni, ameshavaa kile kipande cha nguo alichokuwa amevaa jana. Basi ngoja nivae haraka basi alafu tutoke, nilimwambia na kuingia chumbani. Niliingia bafuni na kufungulia maji baridi hadi ubongo wangu ukatulia, kisha nikatoka na kuanza kuvaa. Dakika chache baadaye nilitoka nikiwa nimevaa cadet ya kijani jeshi hivi na t-shirt nyeupe. Chini nilivaa raba nyeupe na kwa juu niliweka jacket jeusi. Sasa nilipotoka na begi langu, Eden aliniangalia mara kadhaa, lakini mimi sikutaka kumuuliza chochote. Twende, nilimwambia hivyo. Nilifungua mlango na kumsubiri atoke, kisha nikafunga mlango tukaondoka. Nilimsindikiza hadi kwenye gari lake na kumshukuru kwa kuja kunipa company jana, kisha nikamsubiri hadi akaondoka, ndipo nami nikaenda kwenye gari langu na kuelekea ofisini. Nilikuwa nimechelewa kidogo, lakini mara moja sio mbaya. Mawazo yangu yalirudi jana usiku mara kadhaa. Niliona kama vile ninachanganyikiwa. Sasa nilijiambia nikiwa ofisini, sasa nikajiambia kwamba hapa itabidi tu nipate mwanamke. Siwezi kuwa namwaza ndugu yangu hivi, huu ni uhaba wa wanawake bwana. Nilijiambia hivyo nikiwa ofisini msikilizaji. Mimi unajua sijawahi kukutana na mwanamke yote tangu ule usiku nilipoachana na Zara. Na ni miaka 3 sasa, usifikirie ni jana. Wewe ni muda umepita ujue. Miaka 3. Sijakutana na mtu yote. Ni muda mrefu kwa mtu kama mpweke. Si unajua Yes. Hii ndio itakuwa sababu pekee, maana baada ya kutoka ofisini nilielekea klabu ambapo nilitegemea kukutana na marafiki zangu wawili. Nilitafuta mahali pa kupaki gari langu pale klabu, kisha nikaingia ndani, na kabla hata sijateseka kuwatafuta, niliwaona wamekaa kwenye meza iliyokuwa imejitenga juu kidogo. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Salam. Alianza kunisalimia akasema kwamba Drew, akifuatiwa na Logan. Basi niliwacheki pale, nikaambia kwamba hey guys, mko poa? Niliwasalimia. Nikakaa na kuchukua bia iliyokuwa kwenye ndoo yenye barafu. Basi Logan huku akicheka akasema kwamba nini kimekutokea leo, hata kabla salamu hazijaisha tu umeshakamata chupa, kuna shida gani ndugu yetu? Alisema hivyo kwa kitabasamu. Nikasema kwamba acha tu naona nahitaji mwanamke. Nilisema maneno ambayo yaliwafanya marafiki zangu wacheke sana. Sasa Salamu akasema kwamba imekuaje leo bishop wetu unatafuta mwanamke? Kitu cha ajabu sana kimetokea jana. Basi nilianza na kuwasimulia kila kitu kuhusu jana. Sasa cha kushangaza, leo nimeshinda nikiwaza jana usiku. Guys, yule dada yangu siwezi kuwa na hisia za namna hiyo kwake. Lazima huu ni uhaba tu wa wanawake. Nilimaliza na kuwafanya wacheke. Logan akasema kwamba kwanza ni muda gani umepita kaka? Miaka 3 tangu niachane na Zara. Kweli huo ni uhaba ndugu? Huo ni uhaba unakusumbua, lakini hebu kwanza tumuone dada mwenyewe. Mianza sasa, mjue tu ni ndugu yangu mfahamu tu hilo bwana, inatosha. Nyie leo ni ndugu yangu, inatosha. Msikilizaji, nilisema huku sasa nikimalizia chupa yangu ya kwanza ya bia. Salamu akasema kwamba wewe hakuna bwana, mleta picha kwanza tuone kama ni haki yako kumwaza. Salamu alisisitiza hivyo. Mimi nilitoa simu yangu mfukoni na kufungua kwenye picha za harusi ambazo alinitumia juzi, nikawapatia. Logan alipiga mluzi huku sasa akiangalia zile picha akasema yo mtoto shombe. Alisema huku sasa Salamu akitikia. Niliinuka na kuchukua simu yangu kutoka kwao. Sasa Salamu akasema kwamba hapo ni haki yako bro. Hata kama angekuwa dada yangu lazima tu mimi ningemfikiria.
hana wadogo wa kike ambao labda anaweza kuwafikiria au hata huyo, kwa sababu hawezi kuwa naye. Wewe unasema hawezi kuwa naye? Wewe mwache upusi bwana. Huyu ni ndugu yangu bwana. Msikilizaji, nisema kwa hasira kidogo huku sasa nikichukua bia ya pili na kubugia nusu nzima. Kwa hiyo leo hapa natafuta mwanamke. Itakuwa vizuri nikianza kutoa steam leo. Nilisema hivyo, akaniambia kwamba una haraka sana bro. Nikamwambia kwamba oya, kesho naingia kazini. Basi Logan akasema kwamba okay, wewe fanya kinachokubidi, ila usisahau tu kutupatia mrejesho na usisahau kinga kaka. Unajua mademu wa kuchukua klabu hawa sio watu kabisa. Usiwaze. Msikilizaji, nilisema sasa nikimalizia bia yangu ya 3 ya siku ile na kuinuka pale, niliangaza macho yangu na kutafuta mwanamke ambaye amekaa mwenyewe na bia moja tu bila kuinywa muda mrefu. Nilimwona mwanamke mmoja ambaye amejazia kidogo, alikuwa amekaa mwenyewe. Nikajua fika huyu ndio mdangaji. Anategea apate mtu wa kumnunulia vinywaji na chakula. Na mengineyo itategemea makubaliano yenu sasa. Kwa mimi nilichukua bia ya 4 kisha nikawapongea washikaji na kuelekea kwenye meza ya yule dada. Hello mrembo, mambo? Nilimsalimia. Aliponiona aliachia tabasamu kubwa, akasema kwamba poa handsome. Vipi, uko mwenyewe ama nisije kuja kutimbliwa hapa? Hapana, usiwaze, nipo mwenyewe tu. Kwa nini mrembo kama huu unakuwa mwenyewe mida kama hii? Unakunywa mwenyewe, shida nini? Nimekuja tu kupunguza mawazo. Okay. Basi unaonaje tukiyapunguza pamoja? Hakuna shida. Basi mimi nilinyosha mkono na kumuita mhudumu na kumwambia kwamba niletee 2 kama hizi. I say hapa sasa nitatosheka for the night. Vipi kuhusu wewe? Agiza chochote? Hapana jamani, hakuna shida. No, wewe agiza bwana. Mimi nitalipo, sina shaka. Nilimwambia hivyo. Alimtazama mhudumu kwa aibu kwa sababu mhudumu naye alikuwa ameshatusogelea. Alimtazama kwa aibu, lakini aliagiza waini moja ya 50,000. Nilibaki nikitabasamu tu. Tulipiga stories za uongo na kweli, ambapo asilimia kubwa ilikuwa ni mimi kumuuliza kuhusu yeye, lakini hadi wakati tunatoka pale, kitu pekee nilichokuwa nakumbuka kuhusu yeye ni jina lake ambalo ameniambia ni Rose. Tulipoingia kwenye gari, mimi sikupoteza muda. Nilikutanisha midomo yetu na kumbusu, sasa nikiruhusu mikono yangu kuutalii mwili wake. Lakini kwa namna ambavyo alikuwa na sound ilinifanya nitabasamu tu. Hivi kumbe sijasahau sana. Niliendelea na ule mchezo hadi sasa nilipohakikisha hawezi kukataa. Ndipo nilipomwachia na kuegemea usukani. Sasa nimekuwa na wakati mzuri sana na wewe Rosie. So nikupeleke nyumbani au tuchukue chumba? Nimuuliza Rosie ambaye alikuwa amelegea. Alinijibu kwa sauti ya upole tu akasema tuchukue chumba. Basi niliachia tabasamu kubwa na kumbusu kabla ya kuwasha gari na kuelekea hotelini. Tulipofanikiwa kuchukua chumba, nilijitupa kitandani huku sasa nikishusha pumzi. Rosie aliingia na kukaa kitandani pia. Wote tulikuwa tumelewa kidogo na mwili wangu ulikuwa umeshachemka vya kutosha. Naona miaka 3 ni muda mrefu sana. Sikutaka kupoteza muda. Nilimvuta Rosie na kukutanisha midomo yetu huku sasa mikono yangu ikihangaika kufungua vifungo vya blouse aliyokuwa amevaa. Nilipofanikiwa kumtoa nguo, nilipata nafasi sasa ya kumuona vizuri. Na kusema kweli alikuwa ni mrembo sana. Hadi moyo wangu ukaanza kwenda mbio. Nilianza kusikia damu yote ikitoka kichwani na kuhamia chini. Nilianza kutembeza mikono yangu taratibu kuanzia shingoni kwake hadi nilipofika kifuani ambapo nilibonyeza kichwa cha embe. Na nilifanya hivyo embe moja baada ya jingine. Ulikuwa na wakati mzuri sana, hasa kwa mimi ambaye sikuwa na mwanamke yote kwa kipindi kirefu. Na kwa sauti zote Rosie ambazo alizitoa, naamini hata yeye alikuwa na wakati mzuri. So baada ya wote kumaliza, tulijitupa tu kitandani huku tukiema sana. Lakini kabla sijasinzia, niliinuka na kuanza kuvaa tayari kwa kwenda nyumbani. Unaweza kubaki hapa lakini mimi inabidi niende nyumbani. Nilihesabu noti 7 za 10,000 na kumwekea mezani kwa ajili ya nauli kisha nikaondoka. Kesho yake nilipokuwa kazini, angalau sikuwa na mawazo potofu kama jana. Hata akili yangu iliweza kufikiria vizuri na kazi nilizofanya zilienda vizuri. Hivyo nilipotoka ofisini, marafiki zangu walikuwa
wakisubiri pale pale klabu ili sasa niwapatie mrejesho. Leo nilipofika sikuwa na haraka ya kunywa. Kwanza leo hata sikutaka kabisa kunywa. Nilitamani niwahi kurudi nyumbani ili niweze kupumzika, sababu siku hizi 2 sijapata nafasi ya kupumzika vizuri kabisa. Basi Salamu alianza kuniongelesha akasema kwamba kweli aisee, leo hata akili yako inaonekana iko vizuri. Salamu aliniambia sasa akinywa taratibu. Logan alikuwa akinicheka tu. Logan akasema kwamba mimi ndo maana ninawaambia yani kila wakati mpate wanawake kama mimi na Salina wangu. Hivi umeshawahi kuniona mimi nikipata shida kama za kwenu? Logan alisema hivyo kwa kujivunia. Nikamuuliza kwamba huyo Salina ambaye mnaachana kila baada ya siku chache ndio unayemzungumzia ama kuna mwingine? Nilimuuliza huku nikicheka. Logan akasema kwamba lakini angalau mimi na mtu wa kumrudia nikiwa na uhitaji. Sio kama nyie hadi yani mje kutafuta hapa wadangaji kwenye klabu. Logan alitupondea. Salamu alibaki kimya tu. Na mimi nilicheka tu sasa nikimalizia bia yangu moja niliyopanga kunywa siku hiyo. Basi niliwaaga nikiwaambia kwamba guys, wacha mimi niende. Kesho na kikao kirefu, nataka nipumzike mapema. Basi tuliongozana wote hadi nje ya klabu ambapo walielekea kwenye magari yao. Nilisikia sauti ikiniita na kunifanya sasa nisimame na kugeuka. Nilishangaa kidogo kumuona Rose. Hey Rose, unafanya nini hapa? Nilimuuliza nikiamini kwamba ataelewa swali langu. Rose akasema kwamba nakutafuta we Andrew. Rose, kama ni pesa unataka, mimi sina pesa kupatia leo. Rose alicheka kidogo akasema kwamba mimi sina shida ya pesa Andrew, ninachotaka ni wewe. Aliniambia na kunifanya nibaki nikimshangaa tu. Mimi najua tufahamiani, lakini kwa mwanaume ambaye yani umemchukua mwanamke ulionekana mkarimu sana. Tena sio mkarimu tu, na mstaarabu sana, na ulinifanya nijisikie yani nijisikie vitu fulani hivi ambavyo hata sijawahi kuvisikia. Na wala mimi sikuwa na shida na pesa ya jana ambayo ulinipatia, ila mimi nilikuwa tuna stress zangu nyingi tu na ulijua kuzipunguza, na kusema kweli nimevutiwa na wewe. Kwa mimi nimeogopa kupoteza nafasi, huenda naweza kukupoteza kabisa mashani mwangu. Rose alisema hivyo. Nilibaki mdomo wazi tu. Lakini pia unajua hakuna mwanaume anayekataa mwanamke anapojileta mwenyewe. Hakuna japo kuna wengine hawawezi. Ila kuna wengine hakuna. Ila kuna wengine wewe mwanaume. So mimi nilimweleza nikasema kwamba sikia Rose, mimi leo nataka niwahi kupumzika, kesho na kikao cha muhimu sana. Kwa nini tusionane wakati mwingine? Na hakuna shida, wewe niambie tu namna gani inaweza nikakupata, kwa sababu leo nimekusubiri hapa muda mrefu sana hadi nikaanza kuogopa labda hautakuja. Aliongea hivyo. Sasa mimi nilitoa business card kwenye wallet yangu na kumpatia. Na kisha nikamwambia namba ipi ndo ya mkononi. Alinikumbatia kwa furaha kisha akaniruhusu niondoke. Baada ya kuingia kwenye gari nilishusha pumzi, lakini sasa sikutaka kuwaza hilo sana. Kitu pekee nilichotaka ni kwenda nyumbani kupumzika. Nilipaki gari langu na kulifunga kisha nikaenda kupanda lifti. Ilikuwa ni mida ya saa 5 usiku. Lifti ilipofunguka kwenye ghorofa yangu, nilianza kutembea taratibu, lakini nilipokaribia mlango wangu nilimuona mtu amekaa kwa nje. Kadri nilivyomsogelea moyo wangu ulizidi kudunda. Nilipofika mlangoni kwangu, mtu yule alisimama. Ilikuwa ni kama kujiangalia kwenye kioo cha muda. Mtu yule alifanana sana na mimi. Sema anaonekana kama mimi mwenye, yani ni kama mimi mwenye miaka 50 hivi. Unaelewa Yani ni kama ujione wewe lakini mwenye umri miaka 30 mbele. Na moyoni nilijua kabisa bila shaka huyu ni Dylan. Alinitazama kwa tabasamu. Akaniita Andrew. Nijikuta nikipata gumizi. Sikujua nimuite nani au nimsalimie vipi. Hatimaye umejionesha. Hao maneno alitoka tu mdomoni kwangu. Dylan alinitazama na ile tabasamu nzuri likafuatia usoni kwake. Najua lazima nikasirikie, lakini mimi nilikuja hapa nikiamini nitapata nafasi ya kuwa baba kwako hata kama nimechelewa miaka 21. Najua bado kuna vitu kadhaa unavyotamani kujifunza. Alisema kwa kijaribu kutabasamu. Sasa nilimwambia kwamba nafasi yako ilishachukuliwa tangu nilipozaliwa, kwa hiyo naona unapoteza muda wako tu hapa. Nilimwambia hivyo kwa hasira na kumsukuma kidogo kisha nikafungua mlango na kuingia ndani. Mimi sikutaka kujua atakapoenda wala itakuwaje kuhusu yeye. Hata sijui kwa nini nilikuwa na hasira kiasi hicho.
Nilienda chumbani sasa nikiwaza ningekuwa na namba za Rosie wakati huu, natamani hata ningechukua ofa yake. Kwa bahati nzuri nilipata usingizi mapema tu. Kesho yake nilienda ofisini nikiwa sasa na nguvu mpya kwa sababu nilipata nafasi nzuri kabisa ya kupumzika. Ilipofika mchana nilishangaa boksi likiletwa ofisini kwangu. Nilipofungua ndani kulikuwa na chakula cha mchana, wine pamoja na maji. Na chini kulikuwa na karatasi ambapo kilionyesha kuwa mzigo ule ni kutoka kwa Rose. Nilijikuta nikitabasamu kidogo. Mimi sijawahi kufanyiwa hivi na mwanamke yote tofauti na mama yangu. Na kwa mara nyingine nikatamani sana ningekuwa na namba yake ili niweze kumshukuru, lakini sikuwa nayo na hajanitafuta hadi wakati huu. Nilimwalika mshikaji wangu wa pale kazini ili tuweze kula wote kwa sababu chakula kilikuwa kingi sana. Na hapo sijaongelea matani yote niliyopata siku ile kazini. Mpaka wakati natoka kazini nilikuwa nimechoka. Yaani nitamani sana kuonana na Rose. Nijikuta nikitamani kumjua zaidi. Na hiyo ndo sababu nilipitiliza hadi klabu baada ya kutoka kazini. Nijitia moyo kuwa ningeweza kumkuta pale lakini sikumuona. Pamoja na mimi kusubiri pale kwa zaidi ya saa moja sikumuona. Hivyo nilichukia na kuamua kuondoka tu. Nilipofika nyumbani nilimkuta Dylan akinisubiri tena. Lakini hakuna lililobadilika upande wangu. Bado sikutaka kumuona wala sikutaka kuongea naye. Nikamuuliza kwamba unataka nini kutoka kwangu. Nilimuuliza hivyo japo kwa ukali kidogo. Na yeye akasema kwamba Andrew mwanangu. Alisema kwa upole sana na kunifanya nijisikie vibaya kidogo. Lakini mimi sikuwa tayari kumpa hiyo nafasi. Alifungua mdomo kuongea kitu lakini nilimkatisha kwa kunyanyua mkono wangu. Sasa sitaki kusikia chochote kile unachotaka kuniambia, sawa? Yaani mimi naomba tu uache kuja nyumbani kwangu. Nilimwambia hivyo na kisha nikaingia ndani na kubamiza mlango. Nilijikuta hata nikitamani kulewa kuliko kujiruhusu kuyasikia maumivu niliyoyasikia moyoni mwangu kwa sasa. Nijaribu kukaa pale ndani nikijituliza lakini nilishindwa kuvumilia. Nikaamua tu kutoka na kurudi klabu. Na nilipotoka sikumkuta Dylan mlangoni. Kitu kilichofanya sasa nishushe pumzi kidogo. Inabidi tu nilewe kidogo ili niweze kusinzia. Nilipoingia kwenye gari simu yangu iliita. Nilipotazama niliona namba ngeni, hivyo sikujisumbua kupokea. Nilitoa gari na kukamata barabara nikitafuta baa yoyote ya karibu ili niweze kupunguza mawazo yangu. Simu yangu iliita tena. Ilikuwa ni namba ile ile. Hivyo nikaamua kupokea kwa hasira. Sauti nzuri ya kike iliweza kusikika ikiniita jina langu. Lakini kwa hasira nilizokuwa nazo sikuweza kumtambua kwa haraka. Basi kwa ukali kidogo nikamuuliza kwamba nani? Mi Rosie, alisema na kufanya moyo wangu usimame kidogo. Na nadhani alinijibu kwa hofu kidogo kwa sababu ya mimi kumuuliza kwa hasira. Oh Rosie, uko wapi sasa? Umepotea kabisa. Unakuja club leo? Natamani kukuona. Ya, ndo nipo kwenye gari nakuja huko. Nilimwambia hivyo sasa nikitafuta sehemu ya kugeuza gari ili niweze kurudi na kushika njia kuelekea klabu aliyopo kwa sababu kusema kweli sikuwa na mpango wa kurudi huko tena. Nilipopaki gari nilishuka haraka na kuingia ndani huku nikianza kuangaza macho yangu kumtafuta Rosie. Lakini kama mwanzo nilimkuta kwenye meza ile ile aliyokuwepo juzi. Tulisalimiana na kukumbatiana kidogo kisha nikakaa. Oh, hamna shida. Japo najua laga sio bia zangu au niseme mimi sio mtu wa bia sana. Ile juzi nilikuwa na stress nyingi na marafiki zangu walikuwa wameagiza hizi. Nilimueleza huku sasa nikianza kunywa bia yangu ya kwanza. Oh, basi tabidi uniambie kile unachopenda ile siku nyingine yani sije nikakuagizia bia tena. Aliniambia huku sasa kitabasamu na kunywa waini yake taratibu. Ulipotelea wapi? Jamani, jana tu ndo hatujaonana alafu nasema nimepotea kweli. Mimi nisafiri kidogo lakini nimerudi mjini. Okay, sawa, karibu tena bwana. Ni safari tu ya kikazi. Najua kichwani kwako umenifikiria kama mdangaji alisema na kujibu swali lililokuwa akilini kwangu na kunifanya sasa nijione kama mkosaji. Hamna, sijamaanisha vibaya. Mimi siwezi nikakulaumu kwa sababu bila shaka umekutana na wanawake wa kila aina. Lakini najua hiyo ndo sababu iliyokufanya uniachie pesa ile siku na ndio iliyokufanya uniambie hauna pesa nilipokusimamisha ile siku, si ndio? Haise.
naomba nisamehe sana, mimi sikumaanisha kuvunjia heshima. Hakuna shida. Cha msingi mimi nataka tu ujue tu pesa sio shida kwangu. Umesikia mimi nimevutiwa tu na wewe kama wewe. Kitu gani hasa kinachokuvutia kuhusu mimi? Jinsi ulivyo. Unaonekana unajali, ni mkarimu na nilipenda kila kitu ulichonifanyia juzi. Ulinipa usiku ambao naweza nikasema siwezi kusahau maishani kama ulivyoniahidi. Na ndio maana sitaki kuachia. Aliniambia hivyo huku sasa akiuchukua mkono wangu. Ilibidi sasa nimalizie bia yangu ili niweze kukusanya nguvu. Hii ni mara ya kwanza kabisa mimi kutongozwa na mwanamke. Lakini siko tayari kwa mahusiano, Rose. Nani kakwambia mimi natafuta mahusiano? Mimi sijasema natafuta mahusiano. Tunaweza tukaweka tu makubaliano. Nimetoka kwenye mahusiano ambayo yamevunja sana moyo wangu. Kama nikiingia kwenye mahusiano mengine kwa sasa, basi nitakuwa namkatili tu huyo mtu, kwa sababu najua moyo wangu hauwezi kupenda tena. Aliniambia kwa sasa, macho yake akianza kama kujaa machozi hivi kwa mbali. Na mimi nilichukua mkono wake mmoja na kubusu. Hata mimi napitia kipindi kama hicho, japo miaka 3 imeshapita sasa. Lakini bado naogopa wanawake, kwa hiyo sidhani kama nitaweza kupenda tena. Rosie aliachia tabasamu lililojaa huzuni. Akaniambia kwamba huyo mwanamke alikuwa ni mjinga sana, si ndio? Mimi nadhani amechagua alichochagua, kama huyo wako alivyofanya. Kwa hiyo sisi ndo tumebaki na vidonda vya kuganga tu. Sawa, nisamee, lakini mimi nimefurahi kuwa hauko kwenye mahusiano, kwa sababu ina maana tunaweza kuwa chochote tunachotaka, si ndio? Unamaanisha nini? Mimi nadhani unajua ninachomaanisha, lakini sitaki tu kuendelea kuzunguka mbuyo. Andrew, mimi nakutaka. Tunaweza tusiwe zaidi ya watu wanaokutana, kwa sababu nina mahitaji yangu na sitaki kuwa mtu wa kubadili wanaume kila siku. Kuepusha magonjwa na vyote hivyo nini, unajua kwa hiyo kama unaona kwako ni sawa, basi mimi nitafurahi sana. Lakini hakuna mahusiano, ni kukutana tu, si ndio? Yani hakuna mahusiano. Ni pale tu mwenzake anapomhitaji mtu, basi hakuna kizuizi chochote, tunakutana na tunafurahi, tunaenjoy. Na baada ya hapo ratiba zetu zingine zinaendelea. Hakuna cha ile siji baby mambo, siji baby uko wapi, hapana. Okay, hilo mimi naweza nikafanya. Kwa hiyo vipi, tuondoke au? Msikilizaji, nilisema huko sasa nikifungua wallet yangu. No, usilipe. Leo ni zamu yangu kulipia. Ngoja nilipe tuondoke. Aliniambia huko sasa akifungua mkoba wake. Basi bwana, nilitaka kumbishia lakini sasa alinikata jicho, hivyo mimi nikawa mpole. So baada ya yeye kulipa, tuliinuka na kutoka tukielekea kwenye gari langu. Na kabla sijasahau, asante sana kwa chakula leo mchana. Usijali, ilikuwa ni namna yangu tu ya kukushukuru, aliniambia kwa sasa kitabasamu. Tulifika na kuingia kwenye gari, kisha tukaelekea hotelini. Kama mara ya mwisho tulipomaliza tu nilimwaga na kuondoka. Tofauti ni kuwa siku ya leo hakutaka pesa yoyote. Lakini si ndo tumeanza makubaliano kwamba ni kukutana tu, kubanjuana hivyo. Hakuna cha stress ya mahusiano, hapana. Mahusiano yanaumiza, hakuna. Mpaka nafika nyumbani ubongo wangu ulikuwa umetulia sana na nikafanikiwa kupata usingizi haraka. Kulipokucha niliingia kazini nikiwa nimechangamka kabisa. Basi rafiki yangu Freddy akaniambia kwamba ndugu yangu, nakuona una furaha sana leo. Nikamwambia leo ni kama kuna mwanga mpya, yani naiona leo kama siku nzuri sana kwetu. Nilimwambia hivyo. Freddy akasema kwamba hamna lolote, wewe tangu upate mwanamke wako umejawa na furaha sana. Baada ya Freddy kusema hivyo, kwanza nisimama kidogo na kumgeukia nikasema kwamba mzee, vipi, wife amekoroga nini? Nilimuuliza kwa sababu sio kawaida yake yeye kuwa hivi. Freddy akasema kwamba bro, acha tu, yalionikuta ni mengi. Ongea kijana, usije ukafa mapema. Nilimwambia huko sasa nikifungua mlango wa ofisi yetu kisha tukaingia. Freddy akasema kwamba ngoja kwanza nitakuja kukuomba ushauri, lakini kwa sasa nipe muda. Alisema hivyo huko sasa akikaa kwenye kiti na kuacha kompyuta yake. Nilimwambia kwamba sio na shaka, wakati wowote ukinihitaji wewe nicheke. Nilimwambia hivyo, alinishukuru kisha tukaingia kazini. Siku huwa inaenda haraka sana ukiwa na mambo ya kufanya, msikilizaji. Si unajua hilo So mimi nijikuta nikichelewa kutoka kazini kwa sababu ya project niliyotamani kuimalizia, lakini sasa matokeo yake nimechelewa kutoka na hata project yenyewe haijaisha.
na sasa nina dakika chache tu za kujiandaa kabla sijaenda kuonana na Rose. Alafu mimi huwa sina tabia kujiandaa, lakini kwa siku ya leo naona nisipooga kwanza sitafurahia chochote kutokana na uchovu. Hivyo nilielekea nyumbani ambapo nilioga na kuvaa vizuri, kisha nikatoka tayari kwa ajili ya kukutana na Rose. Leo tulikuwa tunakutana hotelini moja kwa moja, na yeye ameshanitumia ujumbe kuwa ameshachukua chumba. Niliingia kwenye gari haraka na kuanza safari ya kuelekea hotelini. Lakini nikiwa njiani, simu yangu iliita. Moyo wangu ulisimama kidogo nilipoona jina la Eden likitokea kwenye simu yangu. Niliamua kuvunga hadi simu ikakata, lakini alipiga tena. Awamu hii niliamua tu kupokea. Nilikuwa nimeshashika barabara ya kuelekea hotelini. "Hello Eden," nilisema baada ya kupokea simu. Andrew, I need you. Eden alisema huku akilia na kunifanya nichanganyikiwe. Eden anatuambia kwamba nilipofika hostel ile Jumatano asubuhi, nilikuwa nina hasira sana. Kila kitu nilichokiendea hakijatimia. Pamoja na kujilengesha kwangu kote, bado Andrew hajawa na ujasiri wa kunikubalia. Niliingia hadi ndani kwa hasira. Kwanza nimechelewa kipindi changu cha kwanza, na pili kichwa kinauma sana, alafu bado hata sijafanikiwa kupata nilichotazamia kupata jana. Nilielekea bafuni na kuoga hadi nikaosha nywele kabisa, kisha nikatoka na kujifuta na taulo, kisha nikavaa t-shirt kubwa, ndipo nikakaa na kuanza kukausha nywele zangu kwa mashine. Ilinichukua muda kidogo ukizingatia urefu wake unaokaribia kiunoni, lakini baada ya pale nilikuwa nimeng'aa vizuri sana. Niliingia kabatini na kutafuta nguo ya kuvaa leo. Na of course kwa siku ya leo sikujisikia kutembea wazi, hivyo nilivaa jeans na t-shirt na nywele zangu nilizibana vizuri na kuacha mkia ukining'inia. Jenny alinipigia simu akiniuliza kama nilifanikiwa kuwahi kipindi changu. Hamna, hata ndo natoka hapa hostel. Hebu niambie uko mitaa gani nije tupate chai kwanza, maana pata sielewi. Nilimweleza, Jenny alinielekeza, kisha nikaingia kwenye gari na kuelekea chuo. Nilienda hadi kwenye mgahawa ambapo nilimkuta Jenny ameshaagiza na ananisubiri tu. Wewe, mbona sina hata mahali pa kuweka hivyo vitafunwa? Yaani hapa shida yangu ni chai tu. Nilimwambia hivyo Jenny, akaguna akasema kwamba kwa hiyo kaka yako ndo amekulisha vizuri hivyo hadi utachelewa ama? Jenny alianza kunitania. Kunilisha amalisha vizuri tu asubuhi ya leo, lakini najuta kwenda kulani, bora hata ningetoka na Frank jana. Hakuna hata kilichotokea. Tumeishia tu kuongea tu, kisha akaniambia nilale chumbani, yake lala sebleni. Japokuwa nilijilengesha hadi nikambusu na yeye akanibusu pia, lakini bado akaniachia na kusema kwamba eti hawezi kufanya hivyo. Yaani niliona aibu ya ajabu Jenny. Wewe acha tu. Ndo acha rafiki yangu, acha kukimbizana na hiyo orodha yako hiyo. Utajipatia mwanaume mmoja wa kutulia naye jamani. Wewe unajua kabisa mimi siwezi kutulia sasa hivi. Ndo kwanza miaka 18, bado mbichi kabisa. Nikitulia sasa hivi itakuwaje sasa ikitokea nikaolewa? Nilimuuliza swali langu la kila siku. Jenny akasema kwamba haya, lakini wewe makini ndugu yangu. Nikaambia wewe mtoache na bwana, niambie kuhusu wewe unaendeleaje? Basi sisi tuliendelea kupiga story hadi wakati wa kipindi kingine ulipofika, ambapo tuliachana tena. Baada ya kipindi changu cha mwisho, nilikuwa nimechoka sana msikilizaji, natamani kulala angalau. Nilikuwa nikikusanya notebook yangu na kitabu na kuviweka kwenye pochi, hata sikusikia mtu alipokuja kukaa pembeni yangu. Sauti ilisikika ikisema kwamba hey, mambo. Nilinua kichwa changu kuangalia chanzo cha hiyo sauti na macho yangu yakakutana kijana mzuri sana. Huyu sijawahi kabisa kumuona hapa chuo. Basi mimi nilimjibu tu kifupi kwamba poa. Leo sikuwa kwenye mudi ya kufurahisha wanaume kabisa. Yaani Andrew kwa siku ya jana alinikata sana. Basi huyu kijana akasema kwamba hivi, unajua kwa jinsi ulivyo mrembo ni kosa kubwa kwa wewe kutokuwa na furaha. Shida ni nini? Nijikuta nikitabasamu tu. Hamna shida, nimechoka tu, alafu ikijayo mitihani naona kama sijajiandaa vya kutosha. Oh, sawa.
Kama umechoka pumzika. Hamna kitu cha maana utakachoweza kufanya ukiwa umechoka. Hapa nikifika tu hostel tu ni kuoga na kulala. Kama ungekubali, ningekukaribisha kwangu, ungepata nafasi ya kupumzika bila kelele yoyote. Sikujui hata jina bro, alafu unanikaribisha kwako, like seriously? Oh, nilisahau kujitambulisha Naitwa Harrison, lakini watu wengi wananiita Harry. Oh, okay. Mimi naitwa Aiden. Na najua jina lako. Na najua wanawake warembo kama wewe wanapenda vitu vizuri. Kwa hiyo unasemaje, utambulisho tayari? Kitu gani tena unahitaji ili uweze kukubali mwaliko wangu? Msikilizaji, nilifikiria kidogo, sasa nikinyanyua pochi yangu tayari kwa kutoka. Hamna, lakini nakuja na gari langu. Chochote unachotaka Eden. Kitu gani tena unahitaji? No, hapa niko sawa tu, labda nipitie hostel kuchukua nguo za kubadilisha. Okay, tufanye hivi. Kwa nini usiende kuchukua vitu hostel alafu mimi niangalie mahali pa kuegesha gari langu ili tuondoke na gari lako? Ni sawa kabisa, twende. Nilimwambia, kisha tukatoka darasani na akaelekea kwenye Subaru Forester yake na mimi nikaingia kwenye gari langu na kuelekea hostel. Nilimkuta Jenny amelala. Hivyo nilimwandikia ujumbe kisha nikachukua nguo kadhaa na kutoka. Niliporudi chuo nilimkuta Harry akinisubiri getini. Aliingia na safari ya kuelekea nyumbani kwake ikaanza. Tulipokuwa njiani ilikuwa ni story tu hadi tulipoingia kwenye geti kubwa ambapo huko ndani kuna nyumba za kisasa kabisa. Zilionekana ni nyumba za kupanga kwa sababu zote zilifanana, lakini zilikuwa ni za kisasa sana. Huyo Harry anaonekana anayo pesa. Mimi na yeye tunaweza kwenda vizuri sana. Tulishuka kwenye gari na akanikaribisha hadi ndani. Akaniuliza kwamba sijui unatumia kinywaji gani, kuna juice, wine, soda, maji, hata whisky kama unataka. Mimi glasi moja ya wine inanitosha. Nilisema nikiamini itanisaidia niweze kulala vizuri. Harry alikuja na glasi 2 za wine. Baada ya kunikabidhi moja, alikaa pembeni yangu akiwa sasa ameshika glasi yake. Tulianza kupiga story kadhaa huku sasa Harry akianza kupapasa mguu wangu. Mpaka tunamaliza ile wine, mkono wake ulikuwa umefanikiwa kufika kiunoni mwangu. Harry alisogea na kuchuma shavu langu na mimi sasa sikumzuia pale alipokutanisha midomo yetu. Mwili wangu ulitika haraka na ule uchovu wote sasa na ile hali mbaya niliyokuwa naisikia vyote vilipotea. Harry aliendelea kufanya utalii. Jambo hilo lilinifanya niwe katika hali ya isee, hali mbovu vibaya sana. Jamaa akaniambia kwamba vipi, sitonde chumbani au unasemaje? Twende. Nilimjibu sasa nikaendelea kumchumu. Aliponifikisha akaniambia kwamba sawa, basi ngoja nitoke kidogo, wewe endelea kutoa hizo nguo. Basi na mimi nikatoa nguo, nikabakia na zile ambazo zinatakiwa tu kuo, yani kuwa za ndani tu. Harry alirudi na glasi moja ndefu tu iliyojaa. Akaniambia kwamba nimeona nikuletee cocktail itakusaidia kurelax kidogo. Wow. Glasi kubwa. Usijali, hatutakuwa na muda wa kurudi kuchukua glasi nyingine, kwa hiyo bora glasi moja kubwa. Aliniambia hivyo. Nilipiga ile cocktail kama maji na nikashangazwa jinsi ilivyokuwa tamu. Sasa baada ya Harry kuweka pembeni ile glasi, alikutanisha midomo yetu tena, huku sasa mikono yake ikianza tena kutalii. Mwili wangu ulichangamka sana, huku sasa nikijitahidi kufungua suruali yake. And of course aliniachia kidogo na dakika chache baadaye wote tukawa kitandani tukiwa watupu kabisa. Labda niseme tu Harry alipunguza kiu yangu. Alijua kabisa wapi aguse na nini afanye. Na alikuwa ni mpole sana, kila wakati yani ilikuwa ni kuniuliza na kuhakikisha kama nipo sawa. Baada ya wote kumaliza, niliegemea kifua chake kusasa usingizi mzuri ukianza kunichukua taratibu. Harry aliniambia kwamba nimekufurahisha sana Eden. Natamani tuonane tena wakati mwingine. Aliniambia na mimi nilifunga macho yangu na kusinzia kwa sababu nilijua hilo haliwezekani. Nina sheria ya kutokurudia kulala na mwanaume. Yani labda sijui iweje, labda ni kama ni sijataweza ni sije labda kama ataweza kunifanya nipae. Lakini mimi na sheria ya kutokurudia tendo na mwanaume. Kama nimekutana wewe mara moja basi usitarajie nitakutana na wewe tena. Niliamka giza likiwa limeingia. Bado nilikuwa mikononi mwa Harry ambaye alikuwa amepotelea usingizini. Angalau nilikuwa nikijisikia vizuri hapa sasa na naweza hata kwenda kusoma na kulala.
Harry alinisindikiza hadi hostel, ndipo akarudi chuo kuchukua gari lake. Tuliagana vizuri huku akiahidi kunitafuta, lakini moyoni mwangu hata sikujali hilo. Akili yangu imeshahamia kwenye mtoko wangu wa weekend hii ambao nitatoka na Frank. Ijumaa ilifika haraka sana. Nilipotoka darasani nilipumzika, kisha ilipofika jioni nikaingia kwenye zoezi la kutafuta kitu cha kuvaa. Hadi wakati Frank anakuja kunichukua, nilikuwa ndani ya gauni fupi linaloishia katikati ya mapaja. Basi Frank alinisalimia kwa kusema kwamba, "Oh, mrembo Eden." Frank alinisalimia kwa furaha huku sasa akinifungulia mlango wa gari lake. Nami kwa furaha nikasema kwamba, "Handsome Frank, nimefurahi kukuona tena." Wow, hata mwenyewe nimefurahi. Leo kuna mechi, kwa hiyo marafiki zangu hapa wanaweza wakaungana na sisi baadaye. Kwa hiyo naamini hilo sio shida kwako, si ndio? Aliniambia sasa akianza kuondoa gari pale hostel. Jenny alikuwa ameenda nyumbani kwao, hivyo nilibaki mwenyewe tu. Sikuwa hata na mtu wa kumwaga. No, mimi sina shida kabisa. Basi tutakuwa na wakati mzuri sana. Frank aliniambia hivyo. Basi tulifika klabu na kupata sehemu nzuri iliyojitenga, kisha tukaagiza vinywaji na kuanza kupiga story. Mpaka leo ukiniuliza mimi na Franki tuliongea nini hata sikumbuki. Nakumbuka tu baada ya kama glasi 4 mwili wangu ulikuwa ni wa moto ghafla. Yaani nilitamani hata kuvua nguo pale pale mbele za watu. Nilianza kubananisha miguu yangu na kuiachia nikijaribu sasa kutafuta aweni, lakini kila sekunde iliyopita nilizidi kuchanganyikiwa. Nilimuuliza Franki ya kwamba umeninywesha nini Franki? Nilikusudia kumuuliza kwa hasira, lakini sauti yangu iliishia, yani ilikuwa ni kama haina nguvu. Na pale Franki alipochukua mkono wangu, yani mkono tu, lakini nilihisi kama vile naweza kulipuka. Nilimsogelea Franki ambaye alikutanisha midomo yetu. Na huku sasa mimi nikiona kama vile naweza nikafika Kilimanjaro kwa busu moja tu. Franki alipotaka kuniachia, nilimshikilia kwa nguvu, lakini alinizidi nguvu, hivyo aliweza kujitoa bila shida. Nijikuta nikilalamika kwa sauti aliponiachia. Akaniambia kwamba malizia hiyo glasi ya mwisho alafu tutafute chumba. Msikilizaji, hakuhitaji kuzungumza mara ya pili. Nilibugia ile pombe kama maji. Lakini baada ya kumaliza ile glasi ni kama nilizidi kama kulewa vile. Akili yangu ilianza kunusa hatari, lakini hata sijui nafikaje nyumbani wakati hata miguu yangu ni mizito kama vile imetengenezwa kwa zege. Kweli baada ya pale Franki alinisaidia hadi kwenye gari lake, lakini kuanzia pale sijui hata kilichotokea. Nilikuja kushtuka nikiwa kwenye gari la Franki katikati ya wanaume wawili. Mwanaume mmoja akasema kwamba, "Oh, mrembo wetu ameamka bwana." Mwanaume mwingine akasema kwamba, "Mwacheni mrembo bwana, Franki hapa itabidi utuandalie tena wakati mwingine. Sijui kufurahia hivi ndani ya kipindi kirefu." Msikilizaji, yule aliyeongea mara ya kwanza alinigusa kidogo na nikajikuta nikigona. Mwili wangu bado ulikuwa na hisia kali sana. Yaani naona kama chochote nitakachoambiwa nifanye naweza nikafanya ili kupata weni. Yule mwanaume aliinamisha kichwa chake na kunichuma, na mimi bila aibu nilimkubalia tu. Machozi alinitoka machoni kwa jinsi nilivyojidhalilisha, lakini sikuwa na maamuzi juu ya mwili wangu mwenyewe. Yule mwanaume akaniuliza kwamba, "Unataka kunikalia hapa kidogo ama tunaweza kufurahi kabla hujafika, si ndio?" Yule mwanaume aliniuliza, lakini niitikisa kichwa changu kukataa huku nikijikaza. Basi aileta mkono wake upande wa kifua ili kutaka kufanya utalii. Akasema kwamba, "Unaona? Unahitaji huduma. Mbona umeshtuka hivyo? Usiogope bwana, hakuna ambacho hatujakiona kwako." Maneno yake yalikuwa kama kunaswa kofi. Chozi jingine lilinishuka na nikatikisa kichwa changu kukataa asiniguse. Mwanamume yule alinyanyua na kunikalisha miguuni kwake. Huku sasa mimi nikiwa nimemgeukia na bila kutegemea nilianza kujivibrate kwake, kitu kilichowafanya wacheke. Franki akasema kwamba, "Guys, tumefika, hebu mumshushe binti watu." Basi yule mwanaume akasema kwamba, "Unanionea hivi tu kaka. Mimi naamini wote hapa tunaweza kupiga round hapa bwana. Si unaona mwenyewe kabisa hapa anavyopata shida. Si umeona anavyovibrate hapa." Yule mwanaume alisema kwa sasa akibonyeza mwili wangu. Na mwili kweli ulianza kutetemeka.
Mimi sijawahi kujihisi hivi kwenye maisha yangu yote. Frank akasema kwamba acheni hizo bwana, nitawaandalia mwingine tena. Basi yule mwanaume alivuta mdomo kidogo, lakini alifungua mlango na kuniambia nishuke. Nilishuka huku miguu yangu ikitetemeka. Walinishikisha na mkoba wangu kisha gari likaondoka. Nilizungusha kichwa changu nikijaribu kuelewa nilipo, lakini kila upande nilizungukwa na giza na majani tu. Nilikuwa nikilia. Niliwaza mtu wa kumpigia lakini sikupata hadi macho yangu yalipotua kwenye jina la Andrew. Wakati nikielekea kumpigia baba yangu. Nilipiga mara ya kwanza lakini Andrew hakupokea. Nilitaka kukata tamaa lakini niliamua kupiga mara ya mwisho na bahati nzuri akapokea. Na ndipo nikamwambia kwamba Andrew, I need you. Na nilisema hivyo sasa nikilia kama mtoto. Aiden, naomba tulie, umesikia? Tulia kidogo nini? Naomba tulie, sawa niambie kwanza uko wapi? Mimi hata sijui, naona giza tu kila mahali. Wamenishusha hapa Andrew, hata sijui wamenifanyia nini. Sikumbuki kitu Andrew, naomba nisaidie. Hebu subiri kwanza. Ukiangalia unaona nini ambacho kinaweza kukuelewesha ulipo? Andrew, mimi hata sielewi kitu. Okay, tufanye hivi. Hebu nitumie location ya mahali ulipo, alafu usitoke hapo, sawa? Hadi uone gari langu, umesikia? Si unalijua gari langu? Ndio. Nitumie location haraka sana na ujifiche. Sasa hivi ni usiku sana kwa wewe kuwa nje, umesikia? Lakini sina bando. Bando lilisha mchana na sikujiunga. Usiwaze kuhusu hilo. Sasa hivi tunachoangalia ni usalama wako. Namba hii si inapokea pesa? Ndio, napokea. Sawa, nakutumia pesa. Nakutumia pesa ujiunge, alafu nitumie location. Usikate, mimi nakutumia hapa, sawa? Usikate simu, sawa? Alisema na kutulia kidogo kisha ujumbe wa muamala ukaingia kwenye simu yangu. Nitumie location faster. Alisema na kukata simu. Nilifanya majaribio ya kujiunga zaidi ya mara 4 kwa sababu mikono yangu ilikuwa ikitetemeka na macho yangu yalijaa machozi. Yaani kila wakati niliangusha simu, lakini hatimaye nilifanikiwa kujiunga na kumtumia location yangu. Nilikaa chini katikati ya hiyo mimea huku sasa nikibubujisha machozi. Baridi kali linipiga, ni kama nisikuisikia hivi. Sijui ulipita muda gani lakini simu yangu iliita. Nilipokea haraka baada ya kujua kuwa Andrew ndo ananipigia. Nimefika hapa lakini sikuoni. Hebu jaribu kusimama uangalie gari nililowasha hazard. Nimesimama hapa nje naangalia upande unaotokea. Aliniambia hivyo. Nilisimama kwa miguu inayotetemeka na kwa mbali niliona gari la Andrew. Nakuona, sema niko mbali kidogo. Hebu washa tochi ya simu yako alafu uipunge kwa kushekisheki hivi ili nikuone. Sawa, nimekuona. Hebu endelea kuja taratibu na mimi nakufuata. Aliniambia na mimi sikuweza kutembea haraka kwa sababu nilikuwa nimelewa na bado mwili wangu ulikuwa umechemka kuliko kawaida. Hey, Aiden. Andrew aliniita kwa upole aliponikaribia. Alikunjua mikono yake na kunikumbatia huku sasa nikilia kama mtoto. Mwili wangu wote ulikuwa unanisisimka kwa jinsi alivyonigusa, lakini mimi sikutaka kujiruhusu kuguna. Alinishika mkono tukaanza kutembea, lakini mwendo wangu ulikuwa ni wa taratibu sana. Hivyo akaamua kunibeba hadi tulipofika kwenye gari lake, ambapo niliingia na kukaa siti ya mbele. Alipoingia upande wa dereva, alinipatia koti lake ili sasa nijifunike. Kisha akawasha hita ya kwenye gari ili niweze kupata joto. Aliendesha gari kimya kimya bila kunisemesha kitu. Ilikuwa ni vizuri kwa sababu sikuwa na hamu ya kuongea kabisa, kwa sababu hata nikiongea nitamwambia nini? Pamoja na joto lote lililotengenezwa ndani ya gari, bado nilikuwa natetemeka. Baada ya muda, Andrew alipaki gari nyumbani kwake. Sasa twende ndani, uoge, uvae, ule kidogo, alafu tutajua cha kufanya baada ya hapo, umesikia? Andrew aliniambia. Niliitikia kwa kichwa kisha nikashuka na tukaelekea ndani. Hatua zangu zilikuwa za taratibu sana, lakini Andrew alinivumilia hadi tukafika. Andrew alinipeleka hadi chumbani kwake, akaniambia kwamba nenda ukaoge, nitakuwekea nguo hapa alafu nitakusubiria sebuleni. Aliniambia hivyo. Mimi nilitikia kwa kichwa tu, kisha akatoka na kunipisha. Baada ya kuoga nilipata nguvu kidogo, lakini bado mwili wangu ulikuwa unachemka kuliko kawaida. Nilivaa t-shirt ya Andrew ambayo ilikuwa ikifika katikati ya mapaja, na kama mara ya mwisho tu sikuvaa bukta alioniandalia. Sasa nilipotoka sebuleni nilimkuta ameshaniandalia kahawa na yai la kukaanga kidogo. Naomba unisamehe, sina chakula kingine zaidi ya mayai na sasa hivi ni saa 7 usiku, kwa hiyo
Itabidi vumilie tu, lakini kukikucha basi mimi nitakutafutia kitu kizuri leo. Umesikia? Asante sana Andrew. Hata usingehangaika kwa sababu sina hamu ya kula. Eden, umelewa. Umesikia? Umelewa mama. Wote tunajua dawa ya pombe ni chakula. Kwa hiyo kula basi. Mayai mawili tu ukaanga hayawezi kukushinda. Nilimuitikia kwa kichwa na kula lile yai na kahawa. Baada ya pale niliona kabisa kichwa changu kipo vizuri. Andrew alipeleka vyombo jikoni na mimi nikahamia kwenye kochi. Niambie sasa, tatizo ni nini? Andrew aliuliza baada ya kukaa. Nilimueleza kila kitu huku sasa nikibubujisha machozi, sababu sioni msaada mwingine zaidi yake. Andrew alikuwa ametulia tu akinisikiliza kama vile daktari anamsikiliza mgonjwa wake. Kwa hiyo unataka kwenda polisi? Unajua kilichofanyika ni ubakaji kwa sababu haukutoa ridhaa yako. No, sitaki polisi Andrew. Nimeshapitia aibu ya kutosha Andrew. Wewe unadhani baba yangu akiona hili itakuwaje? Mimi siwezi Andrew. Basi nimekuelewa. Unadhani watakuwa wamekurekodi? Mimi sijui Andrew. Sijui chochote. Hebu leta simu yako. Aliniambia na nilimpatia. Aliikagua na kweli kulikuwa kuna video. Zilikuwa zimeshafutwa, lakini Andrew aliweza kuzirudisha zote. Na akaona zile video zilitumwa kwenye namba gani. Andrew alicheka kidogo. Hao ni wapuuzi sana. Usilie tena Eden wangu, umesikia? Nitawapiga tukio moja, hawatasahau maishani mwao. Ngoja nichukue kompyuta yangu, alisema na kuelekea chumbani, lakini kichwani yalibaki maneno mawili tu, Eden wangu. Aliporudi aliunganisha WhatsApp ya simu yangu kwenye kompyuta yake, kisha akaanza kubonyeza vitu vingi ambavyo sielewi. Kisha baada ya kama dakika 20 hivi alirudia tena kuwatumia ile video, huku akiweka neno pale chini kwamba umesahau hii. Sasa ndo unafanya nini? Unamaanisha nini kuendelea kuwatumia video? Niliuliza kwa hasira. No, usipaniki. Unajua siwezi kufanya kitu chochote cha kukuumiza. Nimeambatanisha hii video na kirusi. Kuna kirusi changu nimekitengeneza tangu nikiwa chuo, lakini sijawahi kupata nafasi ya kukifanyia majaribio kwa watu wengi. Kwa hiyo watakapofungua hii video haitafunguka, lakini itakuwa ni wamekipa kirusi nafasi ya kufanya kazi kwenye simu zao. Kwa hiyo dakika 5 baada ya hiki kirusi kuingia, hiyo mashine itazima. Iwe simu au laptop itazima na itengenezeki. Labda zilete tu kwangu. Hata kama wakizileta kwangu ndo labda mimi ndo nitajua namna kutoa hicho kirusi ili vifaa vyao viwake tena. Lakini hakiishi hapo. Kinanipa nafasi ya kutumia vifaa vyao. Yaani kinanipa password na kila kitu. Kwa hiyo kama wana taarifa za benki nitazipata. Na kama kuwaibia naweza nikawaibia. Ni kitu fulani hivi cha kibabe sana. Ninakiita Mega 1.1. Andrew alisema kwa furaha. Inaonekana hiki ndio kitu anachopenda kufanya. Kwa hiyo wewe tulia tu, umesikia? Relax, pumzike. Ukirudi chuo utasikilizia muziki wake. Yaani watu wote waliotumiwa hiyo video watakuwa na maombolezo Jumatatu. Wewe utakuja kuniambia. Alisema kwa kujiamini kabisa. Asante sana Andrew. Sijui ningefanyaje bila wewe. Usiwaze Eden, hilo limeshapita. Alisema kusasa akikunjua mikono yake kunikumbatia. Nilimsogelea na kumwegemea kusasa mwili wangu ukiitika tu wenyewe, na awamu hii sikuweza kuzuia the way nilivyokuwa na sound. Andrew alitaka kuniachia, lakini sasa mimi nilimshikilia huku sasa nikilaza kichwa changu tu kwenye bega lake na kuanza kumchumu shingoni. Eden, Andrew aliniita kusasa akifanya utalii kwenye mgongo. Unanikosea sana Eden, Andrew alisema na kunifanya nijisikie vibaya. Nilimwachia, lakini mwili wangu wote ulikuwa ukinichanganya. Andrew, naomba nisaidie. Sijui amenipatia nini, lakini mimi siwezi kulala hivi. Yaani sina maamuzi juu ya mwili wangu mwenyewe. Eden, sasa mimi nakusaidiaje Eden? Andrew aliuliza huku sasa akinitazama kwa jicho la tofauti kabisa. Sijawahi kumuona akinitazama hivi. Nilichukua mkono wake na kuuweka kifuani kwangu. Fanya tu vyote unavyojisikia na kuomba Andrew. Please Andrew. Nijikuta nikiongea kwa sauti ya mahaba kidogo, na yeye akaniita kwa utulivu. Please Andrew, nakuomba.
nakuomba. Kabla hata sijaendelea kuzungumza, alianza kufanyia kazi kile nilichomwambia, na mimi nikamsihi asiache. Aliendelea kufanya vile na mwili wangu wote sasa ulianza ni kama tena kuvibrate, ni kama nimepigwa shot. Andrew aliniachia haraka. Eden, itakuwa vizuri ukienda kulala, muda umeshaenda sana. Aliniambia sasa akinuka pale kwenye sofa, ni kama alijaribu tu kukaa mbali na mimi. Sasa mimi nitalalaje Andrew? Usinifanyie hivi. Eden, hata mimi mwenyewe ni mwanaume, umesikia eh? Ninatumia nguvu kubwa sana kujizuia wakati huu. Hebu naomba ukalale ili tusije kufanya vitu ambavyo tutajutia asubuhi. Mimi sitaki kujizuia Andrew, usijizuie. Maneno yako yasaidie Eden. Hebu nenda ukalale. Andrew alisema kwa hasira kidogo. Mimi niliinuka na kwenda chumbani. Nilipofika, nilisukuma boksi moja kwa hasira na likaanguka kwa kishindo kidogo. Andrew, nilisikia sauti yake sebuleni akisema kwamba Eden, nini shida? Nijiegemeza ukutani tu na kujifanya kama ninaugulia maumivu. Baada ya Andrew kuita na kuona kimya, aliingia chumbani na kunifuata hadi nilipokuwa nimesimama pembeni ya kitanda. Kwa vile sasa alikuwa hategemei kile ambacho mimi nitakifanya, bwana we, nilimsukuma akaangukia kitandani. Alafu sasa kwa bahati nzuri, Andrew alikuwa ni kama ameshaiondoa jeans, hivyo akawa amebakia na vesti tu pamoja na bukta. Inaonekana alikuwa kwenye zoezi la kubadili nguo ili alale. Sasa na mimi bila kupoteza muda, nilimpandia na kumkalia sakiononi, hasa ile sehemu ambapo palikuwa pamevimba, na kuanza kujisugua hapo. Mimi nilikuwa napata raha sana, na hata sikumaliza dakika 2 nikaa nimefika Kilimanjaro. Andrew akaniuliza kwamba Eden, unafanya nini? Andrew aliuliza huku sasa akinitazama kwa macho ya tamaa. Nilitumia ile nafasi na kuvua t-shirt nilikuwa nimevaa, hivyo mimi nikabakia wazi kabisa. Nilibakia mtupu tu mbele yake. Andrew alitoa macho na bila kutegemea akawa sasa amejigeuza akawa juu. Bila taarifa akaanza kuchochea kuni mafigani mwangu, tena alikuwa anachochea kwa spidi sana, huku akisema kwamba hiki si ndio ulichokuwa unakitaka, si ndio? Na mimi nikasema kwamba ndio nilichokuwa nakitaka. Kwanza atakujibu penyewe ilikuwa napata ugumu sana kwenye kumjibu. Na yeye muda huo akawa anaendelea kuuliza kwamba hiki si ndio ulichokuwa unakitaka? Anauliza huku kuni zinaendelea kuchochewa kwenye mafiga. Aliendelea kuchochea kwa nguvu sana. Mimi sikuweza kumjibu chochote. Niliporidhika, aliinuka na kunifunika kutoka chumbani bila kunisemesha kitu. Mimi nilikuwa nimechoka sana, hivyo usingizi ulinichukua haraka sana. Nilipoamka asubuhi nilitamani hata kungekuwa kuna njia ya kutoroka bila kuonana na Andrew. Kila kitu nilichokifanya jana usiku kilinirudia na niliona aibu ya ajabu sana. Nikiwa katika mawazo ya jinsi nitakavyomtazama Andrew, nilimsikia akigonga mlango. Nilijikausha kama vile nimelala nikiwa sasa nimejifunika gubigubi, lakini kumbe nilikuwa namchungulia. Andrew alinitazama kwa muda kidogo, kisha akageukia kabati lake na kutoa nguo. Nyingine aliziweka kitandani, nyingine aliingia nazo bafuni kwake. Nilimsikia akioga na baada ya muda akatoka akiwa amevaa tracksuit kisha akaenda sebuleni. Niliamua tu kuamka sababu mimi siwezi kuigiza kulala muda wote huo, siwezi. Na natakiwa nikasome, nina mtihani Jumatatu. So niliingia bafuni na kuoga. Nilipotoka nilivaa tracksuit ambayo Andrew alikuwa ameniwekea kitandani. Nilishangaa jinsi ilivyonitosha vizuri kwa sababu nguo zote za Andrew ni kubwa kwangu. Sasa mimi nilichana nywele zangu kisha nikatoka sebuleni. Nilimkuta Andrew akinywa kahawa sasa akiangalia taarifa ya habari. Kumbe nilipatia size. Ilibidi nikakunulia asubuhi hii, Andrew aliniambia baada ya kusalimiana naye. Asante kwa kila kitu Andrew, na naomba unisamehe tena kuhusu jana usiku, haikuwa akili yangu. Hata mimi naomba unisamehe kwa kukuvunjia heshima Eden. Nilitakiwa nijizuie zaidi ya pale, kwa hiyo naomba unisamehe sana. Hauna kosa lolote Andrew, kwa sababu kama nisingekuchokoza usingefanya vile, kwa hiyo naomba tu unisamehe. Kwa nini tusilisahau hili na kufanya kama halikuwahi kutokea? Aliniambia na kunifanya nijisikie vibaya kwa sababu ndani kabisa moyo wangu nitamani aendelee kunikumbuka kila siku. Itakuwa ni vizuri zaidi, nilimwambia sasa nikiangalia pembeni.
Andrew alinitazama kidogo, lakini hatimaye aligeuka pembeni na kuangalia kompyuta yake. Angalia watu wote hawa niliowakamata jana. Aliniambia. Nilisogea na kuangalia kompyuta yake ambayo ilisoma simu 8 na kompyuta 4. Wote hao. Watu wanaomboleza huko vifo vya simu zao. Asante sana Andrew. Usijali Eden. Njoo upate kifungua kinywa alafu nitakupeleka chuo. Au unatakaje? Chuo ninahitaji kusoma. Sasa hivi kichwa changu kimetulia. Okay, karibu chai. Aliniambia huku sasa tukielekea kwenye meza ya chakula. Msikilizaji, Andrew anatuambia kwamba nilishusha pumzi huku nikijaribu kutuliza ubongo wangu. Asubuhi ya leo ilikuwa ni ngumu sana kwangu. Mawazo niliyokuwa nayo juu ya ndugu yangu yalikuwa ni mabaya sana. Mungu tu ndo anajua. Mungu ndo anajua vitu vyote nilivyowaza kumfanyia pale tu sebuleni kwangu. Hasa baada ya kile kilichotokea jana usiku. Kila nikifunga macho yangu, picha yake ya jana usiku ilitawala ubongo wangu. Na jinsi alivyokuwa analalamika, na jinsi nilivyojisikia kumgusa, na jinsi nilivyoridhika. Najua mimi sitakiwi kumwazia hivi ndugu yangu. Hii ni mbaya Sikutakiwa hata kufanya vile jana usiku kwa Eden. Niliamua kupaki gari langu na kumpigia Rosie. Nilihitaji kutoa haya mawazo juu ya ndugu yangu. Na Rosie ndio anaweza kufanya hilo vizuri sana. Andrew, leo unanipigia asubuhi yote hii jamani? Nataka nifidie kukosa nafasi ya kuwa na wewe jana usiku. Kwanza ulifanikiwa mambo yako jana? Kila kitu kipo sawa, ndio maana nataka kuona asubuhi hii. Au upo bize? Nilimuuliza huku sasa moyoni nikiomba awe na nafasi, sababu isipokuwa hivyo sijui nitafanyaje siku ya leo. Nipo free kabisa. Karibu nyumbani. Yaani nije nyumbani kwako? Njoo nyumbani, tutakuwa tuna uhuru zaidi hotelini. Okay, naambia nilete nini basi? Ukija tu wewe mwenyewe inatosha Andrew. Sawa, basi nitumie location. Nilimwambia huku sasa nikiwasha gari na kuanza kutafuta supermarket karibu ili niweze kununua vitu kwa ajili ya kumpelekea. Siwezi kwenda mikono mitupu kama alivyosema. Dakika kadhaa baadaye nilikuwa nikigonga mlangoni kwake nikiwa nimebeba mifuko miwili iliyojaa mazagazaga. Basi Rosie akasema kwamba Andrew, nilikwambia usilete kitu. Alisema hivyo huku sasa akinipokea mfuko mmoja, na mimi nikamwambia kwamba mimi sijalelewa hivyo, siwezi kwenda kumuona mtu mikono mitupu. Karibu ndani na asante kwa vyote hivi, alisema huku sasa akiniongoza jikoni. Rosie anaonekana yupo vizuri, sio mdangaji kama nilivyowaza hapo mwanzo. Anakaa kwenye nyumba ya kisasa tu, amepaki gari lake hapo nje. Ni mwanamke anayejielewa kwa kweli. Basi nami nilimshukuru na kuweka ile mizigo pale jikoni. Nilikuwa niko ndo napika pika hapa. Leo nataka nikupikie chakula cha mchana. Ungeacha tu tuagize chakula. Naona kama kupika kutatumalizia muda. Kwa hiyo ndo umenimisi kiasi hicho? Sana tu. Kwa nini usizime jiko kidogo angalau tuende raundi moja hivi alafu nitakuja kukusaidia hapa jikoni? Nilisema huku sasa nikiendelea kumfanyia utalii kidogo. Mimi sikutaka kumpa nafasi ya kukataa. Kitu pekee ninachotaka ni Eden kutoka kwenye ubongo wangu. Basi Rosie akasema sawa. Alisema na kuzima jiko, kisha akanishika mkono na kuanza kunipeleka chumbani. Lakini tulipofika sebuleni nilisimama kidogo. Kwa nini tusifanyie tu hapa halafu chumbani twende baada ya kushiba? Nilimuuliza na Rosie akasema huyo Andrew leo huyo namfurahia sana. Alisema huku sasa akikutanisha midomo yetu na kuanza kupeana chumu. Basi baada ya sweta langu kuanguka, na mimi niliingia kazini kumlegeza kabisa mtoto. Ndipo nami nikaondoa nguo zote na kukaa kwenye sofa na nikamruhusu sasa akalia usukani. Nilitaka tu kuifuta ile picha ya Eden akiwa kwenye usukani. Mimi nitumia nafasi kufanya kila kitu nilichofanya jana usiku, na kusema kila kitu nilichomwambia Eden jana, nikitamani tu kuiondoa hii kumbukumbu kichwani mwangu. Nijikuta nikimuuliza Rosie kwamba hiki ndio unachokitaka, si ndio? Nijikuta nikimuuliza, na haikuchukua muda. Wote tukawa tumefika Kilimanjaro na kutulia. Rosie akasema kwamba kweli ulinimisi. Hii show ya leo ni ya kimataifa Andrew.
Ya, nimekumisi sana. Basi twende tukaoge alafu tutarudi jikoni, aliniambia. Tuliinuka na kuelekea bafuni ambapo huko na penyewe nilipiga game nyingine. Ndipo tukaoga na kutoka. Kwa kweli sijui hata hii nguvu ninaitoa wapi, lakini kila wakati nikikumbuka jana usiku jinsi ambavyo kuni ilivyokuwa imesimama na inakuwa na nguvu ya ajabu kuingia mafigani. Rosie alisema ya kwamba leo inaonekana itakuwa ni siku ya kipekee sana kwangu. Alisema kwa furaha sana. Mimi nilikuwa nacheka tu na kuvaa tracksuit yangu huku sasa nikiambatana naye hadi jikoni ambapo tulipika na kula kisha tukaangalia movie. Tuliangalia tu movie kadhaa kabla ya kuendelea na show. Rosie akasema ya kwamba kwa nini usibaki alafu kaondoka kesho Andrew? Rosie, natamani ningebaki. Unajua nimekuwa na wakati mzuri sana leo, lakini kesho natakiwa niwahi kanisani. Mamangu hawezi kunielewa kama asiponiona kanisani. Na utu uzima wote bado unaendeshwa na mamako. Usiende huko Rosie. Kama unataka chochote kiendelee kati yetu basi usimuhusishe mama yangu. Nilimwambia Rosie kwa hasira huku sasa nikiinuka na kuanza kuvaa. Mimi siwezi kuvumilia mtu kuzungumza hivyo kuhusu mama yangu. Akasema ya kwamba Andrew, nisamehe, ni hasira tu. Alisema huku sasa akijaribu kunigusa lakini nirudi nyuma kidogo. Haukutakiwa kumhusisha mama yangu kwenye hasira zako. Nilimjibu huku sasa nikichukua simu yangu na funguo za gari. Na Rosie akasema nisamehe Andrew, I'm sorry. Alisema huku sasa akinifuata. Nilipofika mlangoni nisimama na kumgeukia. Nikamwambia usiwaze, sina shida na wewe, lakini nahitaji kwenda nyumbani. Rosie akasema sawa na kuelewa na ninaheshimu maamuzi yako, but can I kiss you kabla hujaondoka? Aliniuliza. Niliitikia tu kwa kichwa na kukunjua mikono yangu. Alinisogelea na kunishushia busu zito sana. Kama asingekuwa amenikera, ningempa show moja nzito sana kabla sijaondoka. Lakini badala yake nilimwaga na kutoka kuelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani na kuingia, nyumba yangu yote ilikuwa ikinukia Eden. Kila kitu kilinichanganya sana. Nilitamani kuiondoa ile harufu. Nilifanya usafi na kubadilisha mashuka lakini bado harufu yake ilikuwepo. Au labda ni iko akilini kwangu. Nilitamani ningekuwa na mtu wa kumpigia aje, au niseme kabisa mwanamke aje alale hapa ili mpaka atakapoondoka kesho hii harufu hiyo imeshaisha. Bora iwe harufu ya mwanamke mwingine lakini sio Eden. Niliwaza kidogo kumpigia Rosie lakini nikikumbuka sasa alivyonikera, niliamua tu kukaza sababu sikuwa na mwanamke mwingine yoyote wa kumtafuta. Badala yake niliamua kutulia na kufanya kazi, lakini sikuweza kujizuia kuangalia Eden alipo. Jana usiku nilichukua kodi ya simu yake. Hivyo ninaweza kujua alipo kwa kuangalia mahali simu yake ipo, na kwa leo alikuwa chuo. Kabla hata sijafikiria vizuri, nilichukua simu na kumtumia ujumbe. Nilimwambia kwamba hey. Akanijibu hi Andy, uko poa? Nikamwambia niko poa, vipi unaendeleaje? Niko vizuri tu, za kwako? Salama, umekula? Ya, nimekula. Jenny amenipikia pilau tamu sana hapa so nimeshiba. Jenny ndo nani? Jenny ni roommate wangu. Okay, maandalizi ya mitihani yanaendeleaje? Vizuri tu, ndo na kazi hapa. Oh, sawa. Nilitaka tu kujulia hali. Nafurahi kuwa uko vizuri. Uwe na usiku mwema. Asante, usiku mwema pia Andy. Niliangalia ujumbe wake wa mwisho na kubaki nikitabasamu kama chizi. Nilipojishtukia niliweka simu yangu chini na kuendelea na kazi niliyokuwa naifanya. Nilifanya ile kazi hadi nilipoanza kusinzia, ndipo niliinuka na kwenda kulala. Alamu yangu iliponiamsha asubuhi, niliruka kama mshale na kuanza zoezi la kujiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Sheria ni kuhudhuria ibada ya kwanza, kisha kumalizia siku nzima nyumbani. Saa 12:30 nilikuwa kwenye gari nikielekea kanisani. Kanisa ambalo nimezaliwa na kukua hapo maisha yangu yote. Bahati nzuri niliweza kuwahi, na kama kawaida nilimkuta mama yangu akinisubiri pale nje pamoja na baba. Basi mama akasema kwamba I miss you. Mama alisema kwa furaha sasa akinikumbatia. Nikamwambia kwamba nimekumiss pia mama, lakini ni Jumapili tu iliyopita hapo tulionana. Nilivyosema hivyo mama akasema kwamba wewe usinipangie maisha bwana, unaendeleaje? Kwanza hivi unakula kweli? Mbona kama umekonda sana? Mama alisema kwa akinikagua.
Baba alinivuta tu na kunikumbatia. Baba akasema kwamba wewe usimsikilize mama yako bwana, nimegundua anazeeka haraka kuliko mimi. Baba alinong'oneza. Nilishindwa kujizuia na kuangua kicheko. Mama akasema kwamba nyie mnanisimanga, si ndio? Baba akasema mpenzi bwana, unajua kabisa kuwa sina ubavu wa kukusimanga. Baba alisema huku sasa akimvuta mama upande wake. Mama alimwegamia na kushusha pumzi. Huu ndio upendo ambao nataka kuwa nao hadi nikizeeka. Halafu wewe JC, ibada inakaribia kuanza. Muimbieni Bwana yako na Biblia viko wapi? Vyote viko kwenye simu mama. Yaani wewe, nimeshakwambia ununue hadi kopi au nisikie. Sasa leo tukitoka ibadani unaenda kununua. Kanisani na simu utaelewa nini sasa? Utasikia kweli mchungaji anachoongea? Au ndo wadada wakikutumia ujumbe unajibu kidogo huku sasa ukijifanya unasoma Biblia? Sitaki kabisa bana hayo mambo ya simu kanisani. Sawa mama, nikitoka ibadani nitanunua. Haya, shika hii Biblia. Mimi nitatumia baba yako. Mama alisema huku sasa akinipatia Biblia yake. Nilipokea huku sasa nikitabasamu kisha nikaingia kwenye ibada. Baada ya kumaliza ibada, mama alinishika mkono hadi kwenye duka la pale kanisani. Tunaomba Biblia na muimbieni Bwana. Itakuwa shilingi ngapi? Hapana, hiyo kubwa kidogo. Nipatie nyaganda gumu ili ikae muda mrefu. Hiyo. Ndio shilingi ngapi jumla? Mama aliuliza hivyo. Mama akasema kwamba haya, umesikia? Leta hela tulipe. Najua uwezo ukawa hauna hela. Mimi nikikununulia hautatunza. Toa pesa yako mwenyewe ili roho ikuume. Mama alisisitiza hivyo. Nilifungua wallet yangu na kutoa noti nyekundu 5 kisha nikarudishiwa 1500 tu. Kweli roho iliniuma. Niliposhika vitabu vyangu nilivishika kwa moyo. Niliingia kwenye gari na kuviweka kwenye dashboard nikidhamiria viishi hapo siku zote ili wakati wowote nitakapokuja kanisani viwepo. Nilipofika nyumbani, Krista ndo alikuwa akifokewa na mama kila wakati. Mdogo wangu huyu bwana anakaa uvivu fulani hivi. Nadhani pia ni kwa sababu yeye ni mtoto wa mwisho, lakini ni mvivu. Basi baba aliniambia kwamba hebu sisi tuende tukaandae meza huko nje. Baba aliniambia hivyo. Mara nyingi kukiwa na jua zuri huwa tunapenda kula nje. Ni sehemu nzuri sana ambayo imewekewa paa, kwa hiyo tunapata upepo mzuri sana pale, lakini ndo hivyo mara nyingi panakuwa pachafu kutokana na majani yanayotua kutoka kwenye miti iliyozunguka hilo eneo. Basi baba akaniuliza kwamba niambie vipi, unaendeleaje? Naendelea tu vizuri baba, nazidi kuzoea maisha ya mwenyewe. Kazini mambo yako yanakwenda vizuri, si ndio? Kila kitu kipo vizuri. Unanipa nafasi nzuri tu za kujaribu, kwa hiyo siwezi kulalamika. Nilimweleza hivyo. Msikilizaji, ofisi ninayofanyia kazi ni ofisi ya rafiki wa baba. Baba ndo alinifanyia mpango nikapata kazi pale. Ndio maana najitahidi sana kufanya bidii ili nisije nikamwangusha. Basi baba akaniambia kwamba alafu Brian anakusifia sana. Hongera, najua ulivyoshinda kumfanya bosi akuamini. Baba aliniambia kwa kinitazama kwa tabasamu, nikamwambia kwamba asante sana, napambana hivyo tu taratibu. Uko vizuri sana bwana. Wako vipi sasa? Aliponiuliza hilo swali la mwisho nilibaki nikicheka sana. Hapana bwana. Naweza nikasema hauna wako mpaka sasa. Kwanza lile tukio la Zara nimeogopa sana hao viumbe. Nadhani bado nahitaji muda. Nilimwambia. Kipindi kile baada ya kuachana na Zara nilipitia kipindi kigumu sana msikilizaji. Nilijua siwezi kumrudia japo aliniomba sana msamaha, lakini ukweli ni kuwa nilimpenda na haikuwa rahisi kuendelea na maisha. Maksi zangu za darasani zilishuka kabisa. Yaani ilibidi baba anitafute tuongee, na kusema kweli sikuona umuhimu wa kumficha. Nilimweleza kila kitu na kwa asilimia kubwa yeye ndo alinipa nguvu ya kuvuka pale. Alikuwa rafiki yangu mkubwa sana pale nilipomhitaji. Basi aliniuliza kwamba kwa hiyo ulimpenda Zara kiasi hicho? Hata mimi sikujua kama nilimpenda hivyo. Yaani sijata nikwambia vipi, lakini sasa hivi ndo naliona hilo. Kwa hiyo Zara akija sasa hivi utampokea? Kwa nini nijirudishe machinjioni? Okay, vizuri. Cha msingi wewe usiufunge moyo wako kabisa. Upendo huwa unakuja kwa muda wake wenyewe. Hivyo mimi sioni shaka kuhusu wewe. Najua wakati ukifika utakutana tu na huyo mtu na story nzima itabadilika.
Ya, naelewa hivyo. Ndo hadi nitakapokutana naye sasa. Mimi sitaki kuharakisha kwa sababu natafuta kitu kama ninachokiona baina yako na mama. Upendo sio kufa hadi uzeeni. Ya, tunaonekana hivyo kumbe. Lakini tuna nyakati zetu ambazo yani tunagombana hadi yani unajua kuna ule muda unafika mpaka unaona ya kwamba hapa sasa ndio mwisho wetu. Lakini siku zote upendo ulijua kututuliza. Kama unavyomuona mama yako, unajua Fabi alishikilia sana ule mstari wa Biblia unaohusu upendo na umetuvusha kwenye mengi. Acha nitunze maneno ya kuja kusema kwenye harusi yako bwana. Baba alimalizia na kunifanya nicheke. Basi tulikaa kimya kidogo. Alafu nimepata nafasi ya kutesti Mega 1.1 wiki hii na imekuwa success kubwa sana na nimefurahi sana. Kwa hiyo Mega imechukua control nzima ya mashine? Kabisa, ni vile tu sina kompyuta hapa ningekuonyesha hata kila kitu kuhusu hizo mashine. Na kilichonifurahisha ni namna kinavyosambaa haraka bila shida. Yaani project yangu iko vizuri. Yaani hapata nikisema kwamba na user pesa nitakayopata sio ndogo. Sasa kwa nini sasa uiuze wakati unaweza kutengeneza pesa nyingi zaidi? Hebu ngoja nifuatilie vitu alafu nitakuja kuipima kama ikiwa vizuri. Kama unavyosema basi mimi nitakupa plani uone kama itakufaa. Msikilizaji, baba aliniambia hivyo. Kama mimi tu baba yangu ni mtaalamu wa kompyuta, naweza kusema yeye ndo aliyenivutia kuingia huku. Alianza kunifundisha vitu kuanzia utoto wangu na hapo ndipo ukaribu wetu ulipojengwa zaidi. Nilimwambia kwamba sawa, mimi nitakusubiri. Sasa Krista alitoka ndani na bakuli kubwa la chakula. Hivyo ilibidi sasa tumalizie zoezi la kuweka pale vizuri kwa sababu chakula kimeshaiva. Tuliacha kuongea na kuingia kazini. Hadi mama alipotoka kila kitu kilikuwa vizuri. Baada ya chakula cha mchana, nilipiga story kidogo kisha nikawaaga na kuelekea nyumbani. Njiani uliingia ujumbe wa Rose akinijulia hali. Nilimpigia kabisa na kumwalika nyumbani kwangu. Nadhani yeye atafaa kunisaidia kupoteza kabisa ile harufu ya Eden. Rose alilalamika akasema kwamba lakini nikija nalala mpaka kesho, mimi sitaki mambo ya wewe kuniambia siji niondoke baadaye usiku. Nilicheka kidogo nikasema Rose, beba nguo zako za kazini kabisa, kesho utaondokea kwangu kwenda kazini. Ninaamini uko vizuri kula nyama choma baadaye usiku. Rose akanijibu ya kwamba ndio, nyama choma nakula kabisa bila shida. Nikamwambia okay, na kutumia location, utanikuta nyumbani nikikusubiri kwa hamu. Msikilizaji, ilikuwa ni jioni kabisa. Tumeshapiga show kadhaa na kula. Mimi nilikuwa sebleni nikipanga mambo yangu ya wiki inayofuata na Rose alikuwa chumbani akioga. Nilishangaa tu Rose ametoka chumbani kwa hasira na kunirushia kitu. Nilinyanyua vile vipande ndipo nikaelewa ni kitu gani kile. Mwanamke gani ameacha nguo yake huku? Rose aliuliza kwa hasira. Itakuwa ni Eden alisahau nguo yake juzi. Nilimnunulia tracksuit akaondoka amevaa. Nadhani atakuwa amesahau. Alafu umetoa wapi? Ulimnunulia? Andrew, hivi unajisikia kweli wewe? Huyu Eden ndio nani? Yaani kumbe unaleta mwanamke mwingine nyumbani kwako ndio maana haukutaka kunileta siku zote hizo. Alafu unaniuliza eti nimetoa wapi? Hivi una matatizo gani wewe? Msikilizaji, Rosie alikuwa anafoka. Ilibidi niweke kompyuta yangu pembeni. Rosie, juzi nilikwambia nimepata dharura kuhusu dada yangu. Eden ndio dada yangu. Alipata shida, ikabidi nikamchukue alale hapa kwa sababu baba mkubwa asingemuelewa kama ningempeleka akiwa amelewa vile. Asubuhi nilimnunulia nguo kwa sababu mimi nisingemruhusu dada yangu atoke hapa akiwa amevaa vipande vya nguo. Matokeo yake ndio hayo sasa, amesahau hiyo nguo yake. Alitakiwa kuondoka nayo. Sasa sielewi sababu yako ya kufoka hivi. Nilimwambia hivyo Rosie. Rosie alitulia kidogo kama vile amemwagiwa maji. Ile nguvu yote ya kufoka iliisha. Nilimsogelea na kumkumbatia. Alitulia na kushusha pumzi. Alipotulia nilimwambia kwamba akae kwenye kochi. Rosie, shida nini? Unajua kabisa mimi na wewe hatuko kwenye mahusiano. Sasa kuna shida gani mimi nikileta mwanamke mwingine au nikilala na mwanamke mwingine? Hata mwenyewe una uhuru wa kufanya hivyo. Sasa shida nini? Andrew, mimi naelewa. Nisamee tu. Ni kwamba tu mimi na mambo mengi kichwani. Na kwa upande wangu wewe ndio mwanaume pekee ambaye ninayelala naye kwa sasa. So sitegemei wewe ubaki hivyo, lakini hivyo ni kwa upande wangu tu. Kwa naomba unisamee, nimepanic tu. Sawa, hakuna shida, lakini mimi sitamani kitu kama hiki kijirudie.
Kama unaona tumekuwa karibu sana na ukaribu wetu unahatarisha mipaka yetu, wewe niambie tu. Tunaweza kurudia kwenye kukutana hotelini na kuagana. Kama hiyo itakusaidia lakini. No, usijali Andrew. Mimi niko sawa. Tuko sawa. Kwa hiyo hatuna haja tu kubadili chochote. Niko sawa. Okay. Njoo hapa nikuondoe wasiwasi wako. Nilimweleza hivyo. Alinisogelea na kunichum. Nilimbeba hadi kitandani ambapo ndani ya dakika 5 alikuwa akilia na kuita jina langu. Nimeshaujua mwili wake vizuri, kwa hiyo hakuna anachoweza kubisha mbele yangu tena. Baada ya game nilimkumbatia na tukapotelea usingizini haraka sana. Nilishangaa kwa jinsi Rosie alivyokuwa mtu wa kuamka mapema. Tena alionekana kufurahia sana asubuhi. Baada ya game ya kibabe, tulioga wote kisha nikampatia t-shirt yangu avae na bukta. Na baada ya kuvaa, tulielekea jikoni ambapo niliandaa chai huku yeye akinisaidia kuosha vyombo tulivyochafua jana. Baada ya kula tulijiandaa na kuagana kisha kila mtu akaelekea kazini. Wiki hii ilikuwa busy sana. Ni ratiba ambayo niliitegemea kuanzia wiki iliyopita. Nilikuwa ni mtu wa kurudi nyumbani usiku sana na kutoka asubuhi sana. Kama hivyo Alhamisi ilishafika na asubuhi ya leo niliamka nimechoka sana. Ni kama vile yani sijapumzika wiki nzima. Nilipaki gari yangu na kushuka kusasa nikisikilizia maumivu ya kichwa changu kutokana na kutokulala muda wa kutosha. Leo nilichelewa kabisa kuamka, kwa hiyo hata sikunywa kahawa. Inabidi nisubiri hadi saa 4 ili niweze kupata kifungua kinywa. Basi Freddy tulipokutana mlangoni kwa ajili ya kusaini, alinisalimia akasema kwamba bro vipi? Safi za kwako. Bro acha tu. Alisema huko akisaini na kuingia ndani. Na mimi niipitisha kadi yangu na kumfuata. Acha kabisa bro. Uchovu sio poa. Inabidi nipate kahawa nzito ili niweze kufanya kazi. Vipi? Nikuletea na wewe kikombe? Hata ukiniletea viwili poa tu. Jamaa alitikia hivyo. Nilicheka tu na kuelekea upande wa jikoni pale ofisini. Freddy anaonekana amechoka zaidi yangu, japokuwa mimi ndo ninafanya kazi kubwa zaidi yake. Yeye amekuwa akiwahi kuondoka lakini yeye ndo anaonekana mchovu zaidi. Lakini mimi siwezi kulinganisha majukumu kwa sababu yeye ni mume wa mtu. Basi nilisikia sauti ya mdada ikiniita Andrew. Aliniita mdada mmoja hivi ambaye najua ni secretary wa boss lakini sijawahi kuhangaika kujua jina lake. Hey, mambo. Nilimsalimia huku sasa nikitoa vikombe tayari kwa kutengeneza kahawa yangu. Poa, unatafuta nini? Nataka kahawa, yani leo nisipoipata aisee stoboy. Yani Andrew unachekesha sana wewe. Unaongelea kahawa utadhani ni chakula. Kwani unahitaji vikombe vingapi? Viwili kwanza, japo najua baadaye tutahitaji vingine. Okay, nenda nakuletea. Unatumia kahawa ya maziwa au? No. Mimi bila maziwa na uweke vijiko viwili ile kali kabisa. Lakini Freddy ndo Freddy yeye ndo anayetumia maziwa na kahawa yake ni kwa mbali tu. Okay, nenda nakuja nazo. Okay, asante sana. Tupo ofisini kwetu pale IT. Andrew, najua ofisi yako bwana. Nenda mimi nakuletea. Huyo secretary alisisitiza. Mimi nilimshukuru tu na kurudi ofisini. Nilipofika nilimkuta Freddy amepotelea kwenye mawazo, hata yani hakunisikia nilipoingia. Nilikaa tu kwenye kiti changu. Sasa nilimuita kwa sauti ya kushtua nikamwambia, "Hey Frederick." Jamaa alishtuka akasema, sijakusikia ukiingia." Bro, kwani shida nini? Mbona kama vile unakwenda bila mpango? Mwanangu achana tu nayo mambo mwanangu. Wewe mbona uko mikono mitupu, kahawa yangu iko wapi? Anakuja nayo secretary bwana. Nilimkuta jikoni akaniambia atatuletea. Niambie una shida gani? Kaka tufanye kazi kwanza bwana. Nitakwambia baadaye. Jamaa alisema hivyo. Niliamua kumpa uhuru wake na kuwasha kompyuta yangu tayari kwa kuanza kazi. Haikupita muda, secretary alikuja na kahawa zetu. Na tabasamu langu liliongezeka zaidi nilipoona imeambatana na mikate kwa sababu nilikuwa na njaa ile mbaya. Tulimshukuru na kumsifia kisha akaondoka. Tukarudi sasa kwenye ukimya na kazi. Mchana tulitoka kwenda kula mgahawa wa nje. Leo nilikuwa na hamu ya kula vizuri na kuna mgahawa wa kisasa kabisa nje kidogo, kwa hiyo nilimchukua Freddy tukaenda na kuagiza. Nilikuwa nimeshasahau kabisa ile mada ya asubuhi lakini Freddy ndo alianza kuongea. Unajua Andrew, mimi si kama mke wangu na mwanaume mwingine. Unahisi? Kwa hiyo bado hauna uthibitisho, si ndio? Nahisi nina uthibitisho wa kutosha lakini sitaki kuamini kuwa mke wangu ameamua kufanya hivi. Uthibitisho gani unao?
Unajua amekuwa akinidanganya sana siku hizi. Anachelewa kurudi nyumbani kwa kigezo yuko kwa rafiki yake, lakini jana nilimpigia rafiki yake kumuuliza sababu kuna kitu nilihitaji na yeye hakuwa akipokea simu yake. Sasa rafiki yake alijitahidi kunidanganya, lakini nilielewa tu kuwa hajui hata mke wangu alipo. Haishi hapo, nimekuwa nikikuta message za ajabu kutoka kwenye namba fulani ambayo haijaseviwa. Lakini inaonekana anafuta jumbe nyingi sana. Anaacha zile za kitakatifu tu. Sababu naweza kuona ujumbe asubuhi, lakini baadaye nikija kushika simu yake huo ujumbe haupo. Kwa hiyo bro, yani nimechanganyikiwa, hata sijui hata nifanyeje. Yani nampenda sana mke wangu sana tu, na mimi sikuwahi kutegemea angenifanyia hivi hata mara moja. Yani ni kama sitaki kuamini ese. Freddy aliinamisha kichwa chake msikilizaji. Nilitulia baada ya kuona mhudumu akileta chakula chetu, na baada ya mhudumu kuondoka nilimwambia kwamba sasa kama una uthibitisho kabisa unasubiri nini sasa? Freddy, unatakiwa umshukuru Mungu kwamba umeona, yani umeona kabisa uthibitisho. Tena hata inabidi upige goti kumshukuru kwa sababu bado hata mjapata watoto. Hii ndio nafasi ya wewe kukimbia na kuokoa maisha yako. Wewe Andrew, wewe naona uelewi. Sio rahisi hivyo kumwacha mke wako, ni sio rahisi. Kaka, miaka 3 iliyopita mimi nilisalitiwa na girlfriend wangu. Umesikia? Mpaka hapa tunapoongea, yani bado siko kwenye mahusiano. Yani mimi siwezi tu kuwaamini wanawake tena, siwezi. Kwa mimi najua usaliti unavouma, lakini ukiendelea kukaa itakutafuna taratibu bro. Andrew, mimi naona wewe uelewi. Mke sio girlfriend Andrew. Yani mtu mpaka afikie kuwa mke, mmepitia mengi sana. Mimi nataka nijaribu kuzungumza naye. Labda tunaweza kuokoa ndoa yetu. Okay bro, maamuzi ni yako. Lakini kama ukihitaji mtu wa kuhaki mali zao, basi ukihitaji uthibitisho, virusi vya kuua kompyuta, simu na mashine zao, usisite kunitafuta. Msikilizaji, nilimwambia hivyo Freddy, lakini Freddy kitu cha kushangaza alicheka na kisha akasema no, uthibitisho nao wa kutosha. Msikilizaji, hivi haujahisi kitu? Freddy mbona kama anamchora Andrew? Anyway, tukutane sehemu inayofuatia msikilizaji kuendelea kufahamu mengi zaidi. Je, huyo mwanaume anayekula mke wa Freddy ni nani? Na kwa nini Freddy tayari ana uthibitisho lakini ni kama bado anaendelea kuvuta muda? Tukio gani ambalo anataka kulifanya? Huenda wewe mwenyewe ukawa unajijua kabisa unasaliti, mtu wako anajua, ila sasa anakuvutia rada. Kwa hiyo atakachofanya Freddy, basi nawe jitayarishe, kama wewe ni msaliti utakuja kupigwa tukio moja hilo. Kwa hiyo tuendelee kuwa na subira msikilizaji, kwa neema yake Mwenyezi Mungu atukutanishe sehemu inayofuatia na tuendelee kujua mengi zaidi kuhusiana na hawa watu wawili, ikiwa ni pamoja na Eden bila kumsahau Andrew, kwani hawa ndio wahusika wetu wakuu kwenye story tamu sana sana sana. Lakini bado sijamjua Eden. Mbona ni kama kadada fulani ambako kamaamua kujitembeza mapema sana. Nadhani ulimsikia kwamba miaka yake 18 bado ni binti mbichi. Ya nini kujikuta kutulia na mtu mmoja, na kwenye ndoa atafanyaje kama sasa hivi atashindwa kutulia? Kwa hiyo yupo katika kurukaruka ili akija kutulia kwenye ndoa atulie kabisa. Sasa sijui ni maamuzi sahihi au la. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kujifunza. Msikilizaji, kumbuka mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni dada yetu Chuchu, na mimi niliyekusimulia hii simulizi ni Lucas Silumba. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.